Yes, bana, uharigane mwanamichezo, karibu niweza kukujuza yale yote yaliyojiri ya kimichezo ndani na nje ya soka la Tanzania. Habari njema ni kwamba Young Africans wanayo furaha kubwa baada ya maboresho ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya kikosi chao cha msimu huu wa 2025-2026. Tayari wameshatoa ubingwa wa Mapinduzi Cup, wao kwao ni furaha kubwa. Lakini kumbuka, hiki ni kipindi cha dirisha dogo la usajili ambapo kila timu ina nafasi ya kuhakikisha kwamba wanarejea sokoni na kufanya maboresho pale ambapo wanaona kuna umuhimu ama uhitaji mkubwa wa kufanya maboresho ya maingizo ya wachezaji wapya. Lakini kama hakuna nafasi tena kwenye kikosi chao, basi wale wachezaji ambao wanaona huu si wakati wa kusalia nao kwenye kikosi wanapewa mkono wa kwaheri, wengine wanatolewa kwa mikopo. Sasa Young Africans baada ya usajili wa Alan Okello kutoka pale nchini Uganda, safari yao haikuishia hapo. Wamesafiri miles nyingi mno nchini Hersi Said mpaka Angola kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo pia la ushambuliaji wanafanya maboresho makubwa mno. Kumbuka, Alan Okello ni kiungo mchezeshaji, kiungo mshambuliaji, ana uwezo wa kucheza kama wingback ya upande wa kushoto kulia, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama inside number 10, na hii ndio nafasi ambayo anaicheza mara zote katika kiwango kikubwa mno. Na ndio maana Young Africans wakafunga safari kutoka Tanzania mpaka nchini Uganda kwenye kikosi cha Vipers na kuhakikisha kwamba wanapata huduma ya bwana mdogo Alan Okello. Na rasmi baada ya utambulisho wake ndani ya Young Africans, utambulisho unaofuata ni mchezaji mshambuliaji Depu ambaye kwa msimu huu alikuwa na kikosi cha Radom ambayo tayari imefanya utambulisho ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa maana kwamba wameshamuaga kwenye kikosi chao na wametambulisha kwa mashabiki, wametangaza ya kwamba mchezaji huyo wamemuuza kuelekea kwenye kikosi cha Young Africans ya nchini Tanzania, mabingwa wa muda wote wa soka la Tanzania. Sasa bana, hizi ni habari njema. Tupitie takwimu za Dep ambaye anajiunga na Young Africans kama mshambuliaji kiongozi kuja kuongeza nguvu katika eneo hilo ambalo Young Africans wanaona wao kama kuna mapungufu kadhaa. Lakini Dep ambaye game 9 zilizopita msimu wa 2025 ambazo amecheza, kwa maana kwamba alikuwa acheze game 18 possible games, lakini yeye amecheza game 9 pekee akiwa na Radom. Sasa amefunga magoli mangapi? Ameassist mara ngapi? Uwezekano wa kuanza kwenye kikosi ilikuwa ni asilimia ngapi? Amecheza dakika ngapi? Ama amehusika katika magoli mangapi na asilimia zake? Ni hapa ambapo sasa mimi nakwenda kukujuza. Katika game 18 ambazo msimu huu 2025-2026 Radom wamecheza, amecheza mechi 9 pekee. Ameonekana katika mechi 9 pekee, kwa maana kwamba amecheza game 9, amefunga goli moja, hana assist yoyote. Hizi ni takwimu zake. Amehusika kwenye michezo 9, amefunga bao moja, hana assist yoyote katika michezo 9, kwa maana kwamba amemaliza, anaondoka Radom akiwa na bao moja pekee. Hana msimu mzuri sana akiwa nao. Sasa uwezekano wake kuanza kwenye kikosi cha kwanza wakati anaitumikia Radom ulikuwa vipi? 100% alikuwa ana 6% pekee za kuanza katika kikosi cha kwanza. Starting 11 inayoanza kwenye kikosi cha Radom ndio ulikuwa uwezekano wa yeye kuanza Dep kwenye kikosi hicho, 6% pekee. Ina maana kwamba katika game 18 alicheza game 9, na katika hizo game 9 uwezekano wake wa kuwa anaanza katika 100% zilikuwa ni 6% peke yake. Lakini amecheza kwa asilimia ngapi dakika uwanjani? Amecheza kwa 11%. Katika zile dakika 90 amecheza 11%. Ina maana ni mchezaji ambaye kwenye kila game alikuwa anapatiwa dakika 10, 8, 9 kila mchezo. Katika hizi game 9 alizocheza alikuwa anaingia kuanzia dakika 80 kuelekea dakika za 90 zikiwa zinaelekea ukingoni. Ina maana kwamba hajapata game time ya kutosha kwenye kikosi cha Radom. Lakini sasa goal participation, kwa maana kwamba ushiriki wake kwenye magoli ndani ya kikosi cha Radom unaonesha amehusika kwa 4% pekee, kwa maana kwamba 4% hizo ni bao moja ambalo amefunga, hana assist yoyote katika game 9 zilizopita za Radom mpaka pale Young Africans wamekwenda kufanya approach yake ya kuja kujiunga na wananchi. Je, mnaona ukame wa mabao ya Young Africans ukienda kukomeshwa na
usajili huu wa Dep ndani ya kikosi cha Africans, hebu tutazame historia yake kidogo. Transfer Market inaonyesha historia yake kwamba mwaka 2020-2021 alikuwa ghala ya nchini Angola kwa mkopo, alikuwa ni free transfer, usajili huru huu. Lakini mwaka 2021-2022 alijiunga na Sangrada ya nchini Angola. Mwaka 2022-2023 alikuwa kwenye kikosi cha Petro de Rwanda, na hapa ndipo alionekana akiwa na hatari zaidi. 2022-2023 aliondoka akaenda Ureno kwenye klabu ya Gil Vicente, na mwaka 2024-2025 alikuwa Vojvodina. Alitoka Gil Vicente akaenda Vojvodina kwa mkopo, na baada ya hapo msimu 2024-2025 ulipofika akarejea kwenye kikosi chake baada ya mkopo wake kutoka Gil Vicente kumalizika, na wakawa wamemrejesha Vojvodina kwenye timu yake. Na mwaka 2025 ndipo akawa amesajiliwa kwa dau la shilingi euro 200,000 kutoka Gil Vicente kwenda Radomiak ya nchini, ambapo alikuwa akicheza kwenye timu hiyo akisajiliwa kwa ada ya euro 200,000. Hizi tunazungumza ni zaidi ya milioni 400 za Kitanzania alisajiliwa kwenda pale. Sasa Young Africans wamekwenda kumchukua mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza kama attacking center forward. Ni mtumiaji mzuri wa mguu wake wa kushoto, lakini pia mguu wake wa kulia ambao una nguvu zaidi. Sasa kwa takwimu ambazo zinaonesha game 9 za mwisho amefunga bao moja, hana assist. Uwezekano wa kwanza kwenye kikosi ilikuwa ni 6%, amehusika kwa 4% tu katika ufungaji mabao kwenye kikosi cha Radomiak Radom, lakini pia akiwa na 11% katika dakika ambazo amecheza kwenye kikosi cha Radomiak katika hizo mechi 9 alizoanza. Takwimu hizi zinatoa ishara ya kwamba atakuja kuziba pengo la Prince Mpumelelo Dube kwa Young Africans, kutokana kwamba amekuwa na uhaba wa kutokufumania nyavu mara kwa mara. Young Africans wameweza kumvumilia, lakini tuseme kwamba wameongeza mchezaji mzuri, lakini pale ambapo atafanikiwa kufanya kile ambacho mashabiki wa Young Africans wanatamani kukiona kutoka kwake. Lakini kama itakuwa vinginevyo, basi atakuwa wameongeza mchezaji mwingine ambaye atahitaji kupewa muda wa kutosha kulizoea soka la Tanzania, kuizoea ligi kuu ya NBC, lakini pia kuizoea ligi kuu ya Tanzania na joto la Dar es Salaam na mechi ambazo atakwenda ku compete Dep. Lakini itoshe kwamba huyu ni mchezaji ambaye anakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Young Africans, lakini si mchezaji wa kumpa matumaini, kwa sababu takwimu zake zinaonyesha hajadumu kwenye timu msimu mmoja, misimu miwili akiwa na performance bora zaidi. Hapana, itosha kusema wananchi, huu ni wakati wa kumwamini Dep. Dube mmempa misimu miwili, mmeshajionea. Je, Dep mtampa muda ili aweze kuonesha makali yake ndani ya kikosi cha Young Africans?